kwamba anayetawala ulimwengu huu ni yule muovu. Na katika kutawala huu ulimwengu, lengo lake kubwa haswa kabisa ni kukufunga macho wewe, kukuziba macho wewe ndugu yangu na dada yangu, ili usipate kuona utukufu wa Yesu Kristo. Ndiyo maana utamuona kwamba hakuna jina linalopigwa vita ulimwenguni huu. Hakuna jina linalopigwa vita kama hili jina la Yesu. Ukifungua jicho lako utaliona kwenye filamu, utaliona hata hapa mjini watu wanatumia jina la Yesu kama jina hivi hivi, wanalishusha jina la mwana wa Mungu. Jina hili linapigwa vita mno, hadhi yake inashushwa mno, na nakuhakikishia hii si kazi ya mwanadamu hivi hivi tu. Na kuhakikishia siku ya leo kwamba shetani mwenyewe yuko kazini na ana work hard very much. Hazembei, ameanzisha uongo mwingi, hata amefanya iwe ni kama kwamba kusema Yesu ni mwana wa Mungu ni kuwa adui wa Mungu. Yaani watu wanafika kiasi cha kuona kwamba wakipinga Yesu kama mwana wa Mungu, wao wanafanyia Mungu hadhi, wanamfanyia Mungu kazi. Wanaona ni kama kwamba wanamtukuza Mungu kwa kukataa mwana wake. Wanaona ni kama kwamba wanamtukuza Mungu kwa kumkataa mwana wake. Na neno la Mungu liko wazi kabisa. Amkatae asiye na mwana hana baba. Asiye na mwana hana baba. Aliye na mwana ana baba pia. Funzo la Biblia ni moja, ni kwamba sisi ni maadui dhidi wa Mungu katika asilia yetu. Tuna asilia ya dhambi. Na Biblia imechukua kurasa nyingi sana, kwa hadithi, kwa shairi, kwa video, yaani imechukua njia mingi ili kukufunulia ukweli huu kwamba mwanadamu katika asilia yake yeye ni adui dhidi ya Mungu. Yeye ni adui dhidi ya sheria za Mungu. Yeye ni adui dhidi ya yeyote ambaye anasimama na mamlaka na utukufu juu yake. Hataki kusimamiwa na mtu, hataki kuongozwa na mtu, hataki kuambiwa la kufanya. Anataka kuishi jinsi ambavyo anataka kuishi. Biblia inatuonyesha hata neema ya Mungu katika Agano la Kale lilijionyesha kwa njia kuu ambao watu hawajaona hadi siku ya leo. Lakini bado hata hizo neema zikifanywa mbele ya Waisraeli, bado wanamkataa Mungu na bado wanaanza kuabudu masanamu. Bado wanachukua mabaali, bado wanachukua maashtarothi, bado wanafanya mambo yao. Hata wafanyiwe nini, ili kuwahakikishia kwamba, ili kutufunza kwamba miaka 2000 ya miujiza haijatosha kumfanya huyu kumwabudu Mungu kikweli. Miaka 2000 ya mafunzo na adhabu na nini haijatosha kumfanya huyu kunyenyekea mbele ya sheria ya Mungu. Shida ni nini? Shida ni sheria ya Mungu? La hasha. Sheria ya Mungu ni nzuri. Sheria ya Mungu ni safi. Sheria ya Mungu haina hatia, haina doa, haina dosari. Shida ni yeye. Shida ni moyo wake. Shida ni hasaidiki. Shida ni hawezi kujisaidia. Shida ni uongo ulioingia pale katika roho ya Adamu na Hawa pale katika bustani la Edeni, linatawala katika moyo wake hadi siku ya leo. Na sisi ni warithi wa hiyo asilia. Sisi wote tumetoka kwa Adamu. Sisi wote tumetoka kwa mtu mmoja. Uwe Mswahili, uwe Mluya, uwe Mportuguese, uwe Mkamba. Tumetoka kwa Adamu na Hawa. Sisi sote tumerithi
asilia ya huyu Adamu. Sote tumerithi asilia hii kama baba yetu, bila hata kufanya dhambi aliweza kudanganywa na shetani. Seuze wewe uliyezaliwa na asilia ya dhambi, kama baba yetu aliweza kudanganywa na shetani Adamu, seuze wewe. Ni kiburi chako kinakudanganya kwamba unaweza kuweka sheria ya Bwana. Ni kiburi chako kinakudanganya kwamba hata zile sheria ambazo unafunzwa na Mungu wako, hata zile sheria ambazo unasomewa katika kile kitabu ambacho unakisoma, hata hizo uziweki. Hata hizo uziweki. Seuze sasa sheria za Mungu wa kweli. Hizo ndio utaweza kuweka, ndugu yangu. Na wale ambao walikuwa wanafikiria wanaweka, Yesu Kristo alikuja kwao akawafunulia roho ya hii sheria. Akawaambia, nyinyi mnasema sijaua, sijaua. Mimi ninakwambia yule ambaye anamtazama ndugu yake na anamwambia, fala wewe, chinga wewe, shetani wewe, huo ndio moyo wa muuaji. Huo ndio moyo wa muuaji. Yesu Kristo anakuambia wewe mko hapa mnasema mimi si mzinzi, mimi sijashika mwanamke wa wenyewe, mimi sijashika mtoto wa wenyewe, mimi niko na mabibi wangu wa 7. Niko na mabibi wangu wa 7 halali. Yesu Kristo anakuja anakuambia hata kumtazama mwanamke kwa jicho la kumtamani isiyofaa, hiyo ndiyo roho wa mzinzi, hiyo ndiyo roho ya mwasherati. Lengo la Yesu kusema hayo maneno ni kuvunja kiburi cha hawa Wafarisayo, ni kuvunja kiburi cha hawa ambao wanasema wana sheria ya Mungu. Anataka kuvunja kiburi chao, kuonyesha kwamba mnafikiria mnaweka sheria, lakini mnaweka sheria ya Mungu ni kama kwamba ni sheria ya mwanadamu. Sheria ya Mungu inawekwa na standards za Mungu. Wacha niseme hivyo tena. Sheria ya Mungu inawekwa na standards za Mungu. Na katika standards za Mungu hakuna hapa ameweza kutimiza sheria ya Mungu. Hakuna hata mmoja. Hakuna hata mmoja. Na Biblia ilifunza hiyo mara kwa mara. Ilifunza hiyo tena na tena, ili kuonyeshe kwa nini ilimpasa Mungu kumtuma mwanawe wa pekee afe pale msalabani. Kufa kwa mwana wa Mungu pale msalabani inakuwa ni funzo kwako, inakuwa ni ushahidi kwako, inakuwa ni hakikisho kwako. Ndio maana shetani hataki usikie hiyo maneno. Anafanya kazi asubuhi na jioni kukuambia kwamba Mungu hana mwana. Kwa sababu ukitambua kwamba Mungu ana mwana, itakushangaza kwamba alikubali ashuke. Zaidi ya kukubali ashuke, itakushangaza kwamba Mungu alikubali mwana wake atwikwe msalabani, atemewe mate, avishwe taji la miba, adungiwe misumari. Hiyo ndiyo Injili, ndugu yangu. Hiyo ndiyo neno la Mungu. Hiyo ndio hakikisho la Mungu kwako siku ya leo, kwamba unamhitaji Yesu Kristo. Na ninatambua kwamba kila mara tunapohubiri kwamba Roho Mtakatifu anafanya kazi katika kutangazwa kwa Injili hii, kufunua dhambi ya watu kwa roho yao, wapate kujiona, wapate kujijua, wapate kujitambua, wapate kuona kwamba wanahitaji hii damu, wapate kuona kwamba Yesu Kristo hakuja bure. Alikuwa anajua ni wewe unahitaji huo wokovu. Ni wewe, ni wewe ndugu yangu unayenitusi, ni wewe dada yangu unayenikejeli, ni wewe unayepanga njama dhidi ya ndugu yako, ni wewe unayeona wivu hapo leo umempangia mwenzako, ni wewe ambaye unaeneza masengenyo, ni wewe ambaye unafanya mambo na roho isiyofaa. Ni kwa sababu yako wewe ndio Yesu alikuona na akaja akasema, ninajua dada yangu hapa hawezi kufanya chochote, ana asilia ya dhambi, ana asilia ambayo ni mateka wa dhambi, ana asilia ambayo ni mateka wa shetani. Lazima nimlipie deni yake, lazima nimlipie fidia yake,
lazima nisimame kati yake na hasira ya Mungu ambayo tayari iko juu ya kichwa chake. Ni hasira ya Mungu iko juu ya kichwa cha watu. Ndio maana injili ni habari nzuri. Hiyo hasira imeondolewa katika damu ya Yesu Kristo. Ndio maana injili ni habari nzuri ambayo ninaweza kupata ujasiri kutangaza hata hapa, nikilia, nikihuzunika kwa wale ambao wanakataa kukubali njia pekee ambayo inaweza kuwaokoa. Njia pekee ambayo inaweza kuwaokoa ni moja, na ni damu ya mwana wa Mungu aliyejitoa pale msalabani, Yesu Kristo. Hiyo ndio ujumbe, hiyo ndio injili, hiyo ndio habari. Mwingine anasema anajua injili. Namuuliza, injili ni nini? Injili ni habari za Yesu. Habari za Yesu ni gani hizo? Ni hizo ziliandikwa na Yesu, lakini Wakristo wakazichanganya, sasa haziko. Sasa zile injili sasa kuna mwingine aliziandika miaka 600 baada ya Yesu. Na wale walioandika miaka 50, miaka 40, hata wakati mashahidi walikuwa hai, hizo si ukweli. Lakini akitaka kupingana na mimi kuhusu Yesu, ananitolea kitabu cha Luka. Kitabu cha Luka unakiamini ndugu yangu? Kwa sababu kitabu cha Luka kinafunza kwamba Yesu Kristo alisulubiwa. Unaamini hiyo? Unaniletea kitabu cha Luka kunifunza kitu ndugu yangu? Wewe unakubali kile kitu ambacho kitabu cha Luka kinasema, ama unachukua vipengele ambavyo vinakubaliana na mambo yako? Kama unaniletea kitabu cha Luka na unataka tujadiliane tukitumia kitabu cha Luka, basi unamaanisha kitabu cha Luka ni jambo la kuaminika, na kitabu cha Luka kinasema Yesu Kristo alisulubiwa. Unaamini hiyo? Anataka kujadiliana na mimi akitumia kitabu cha Yohana. Ndugu yangu, unaamini kitabu cha Yohana? Tuanzie hapo, tuanzie hapo. Kama unataka kunifunza nini ukitumia kitabu cha Yohana? Unataka kunionyesha nini ukitumia kitabu cha Yohana? Kama unataka kunifunza kitu ambacho unasema ni kweli, basi tusome kitabu chote. Kimeandikwa na mtu mmoja, si ndio? Na anasema Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya wenye dhambi, na alisema huyu Yesu Kristo atakapokufa, atakaposulubishwa pale msalabani, hiyo damu itakaponing'inia pale, atawavuta watu wenye dhambi, atawavuta watu wenye dhambi kutoka kila kabila, kutoka kila taifa, kutoka kila sehemu ya ulimwengu. Yesu Kristo anafanya hiyo kazi hadi siku ya leo. Injili hii ilianzia pale Yerusalemu, injili hii ilianzia pale Israeli, leo inafika hapa Majengo. Na nakuhakikishia Yesu Kristo alisema atakaponing'inia pale msalabani atavutia watu kutoka kila sehemu ya ulimwengu. Na kuhakikishia, this is no exception. They will be pulled from this place by that blood of the Holy One. They will come. They will come. The sinners will come. Wale ambao wanafikiria hawahitaji kuokolewa, wale ambao wanafikiria hawahitaji damu takatifu, wacha waende. Wenye dhambi watavutiwa, wenye dhambi watalia, wenye dhambi watakuja, wenye dhambi watashukuru, wenye dhambi watasema Mungu na ashukuriwe kwa kumtuma mwana wake wa pekee. Injili hii ni ya wenye dhambi ndugu yangu. Wewe unategemea mambo yako, sio? Wewe unategemea ni matendo yako yatakusimamia hiyo siku, sio? Nenda pale kapimo kwenye mizani. Nenda pale kapimo kwenye mizani ya Mungu basi. Nenda. Leta makilo zako za matendo yako mema, leta zote. Nenda kapimwe. Wale wanaojua matendo yao hayatoshi, njooni kwa Yesu ndugu yangu. Yule ambaye anajua juhudi zake hazitamuokoa, njoo kwa Yesu ndugu yangu. Wewe mnyonge, wewe dhaifu, wewe usiyejiweza, wewe njoo kwa Yesu. Wewe ndio tunataka. Anakuita na mikono wazi, anasema nilikufa kwa sababu yako. Kwa hivyo hakuna kitu kinasimama kati ya wewe na Mungu, kwa sababu kile ambacho kilikuwa kinasimama kati ya wewe na Mungu nimeibeba yote pale msalabani. Nina uwezo wa kuibeba yote kwa sababu mimi ni mwana wa Mungu. Nina uwezo, ninaweza kuibeba. Mimi ni Mungu.
nitaimeza na nitaishinda, na hakutahitajika dhabihu yoyote nyingine baada ya ile dhabihu ambayo ninatoa. Nikishatoa dhabihu hii ambayo ni mwili wangu, nikishatoa mwili wangu kama dhabihu ya dhambi, hautahitaji kufunga tena ati kwa ajili ya kusamehewa dhambi. Hautahitaji kutoa sadaka tena ati ndio usamehewe dhambi. Hautahitaji ati kufanya matendo mema ama kupiga safari ati ndio usamehewe dhambi. Ile kazi nimefanya, ile dhabihu niliyoitoa inatosha, kwa sababu mimi ni mwana wa Mungu. Kwa nini unafikiri wanapigana na Yesu kuwa mwana wa Mungu? Kwa sababu kama yeye ni mwana wa Mungu, hiyo dhabihu inatosha. Hiyo dhabihu inatosha. Nitasimamaje mbele ya Mungu nimwambie Mungu ulifanya? Ndio, najua umekubali, lakini itabidi niongeze kidogo. Itabidi niongeze kidogo. Pengine ingekuwa ni mwanadamu wa kawaida tu. Ndio maana wanataka uamini Yesu ni mwanadamu tu, hawataki ugundue kwamba Yesu Kristo ni Mungu. Ndio usimwamini na ndio usiokolewe, ndugu yangu. Wanakupeleka kwa njia ambazo zimeonyeshwa na wakati kwamba hazina kazi, hazifanyi kazi yoyote. Nasoma kutoka kitabu cha Isaya mlango wa 30. Bwana asema, ole kwa watoto wakaidi, kwa wale wanaotimiza mipango ambayo si yangu, wakifanya makubaliano lakini si kwa Roho wangu, wakilundika dhambi juu ya dhambi, wale washukao kwenda Misri bila kutaka shauri langu, wanaotafuta msaada wa ulinzi wa Farao, watafutao kivuli cha Misri kwa ajili ya kimbilio. Lakini ulinzi wa Farao utakuwa kwa aibu yenu. Kivuli cha Misri kitawaletea fedheha. Ingawa wana maafisa katika Soani na wajumbe wamewasili katika Hanesi, kila mmoja ataibishwa kwa sababu ya taifa lisilowafaa kitu, ambalo haliwaletei msaada wala faida, bali aibu tu na fedheha. Neno kuhusu wanyama wa Negebu. Katika nchi ya taabu na shida, ya simba za dume na jike, na nyoka mwenye sumu kali na nyoka warukao, wajumbe huchukua utajiri wao juu ya migongo ya punda, hazina zao juu ya nundu za ngamia, kwa lile taifa lisilokuwa na faida, kuvipeleka Misri, ambaye msaada wake haufai kabisa. Kwa hiyo nimemwita Rahabu asiyefanya chochote. Mungu katika hilo fungu anafungua taabu ya ulimwengu, anafungua shida ya wale wote ambao wanakataa kuja kwake Yesu Kristo. Na shida yao ni gani? Ni watoto wakaidi. They are stubborn. Ni watoto wakaidi, na wengi wako hapa wamesikia hii Injili na wao pia ni wakaidi. They are stubborn. Hata Roho Mtakatifu ajionyeshe, hata neno liongelewe kwa nguvu kivipi, hata neno la Mungu lifungue siri za roho yake, zimwonyeshe asilia yake ya dhambi, zimwonyeshe kwamba matendo yake hayawezi kumwokoa, hayawezi. Hata sasa ndio anaongeza chuki zaidi, hata sasa ndio anarudi kwa hizo vitu ambazo Roho Mtakatifu ashamdhihirishia kwamba hazimsaidii. Inaonekana waziwazi, imedhihirishwa kwake kwamba haina faida, haimsaidii vyovyote vile, haimtengi, haimwokoi, haimpi msaada, haimkomboi, hata ni mzigo tu, ni mzigo tu na ni mzigo tupu. Lakini hata inapoonekana waziwazi kwamba njia yake aliyoaminia ni njia ya uongo, hata ndio anaishikilia kabisa, na anataka sasa kuchukua kisu kumuua mtumishi wa Bwana.
Hata sasa ndio wanaenda wanamwambia mtumishi wa Bwana, nyamaza na hiyo ujumbe wako, nyamaza na huo ukweli wako, tuambie maneno matamu matamu, tuambie maneno ambayo tunataka kusikia, tuambie maneno ambayo yatatufurahisha moyoni mwetu, tuambie maneno ambayo yatabembeleza kiburi chetu, tuambie maneno tunataka kusikia. Hatutaki kusikia kwamba sisi ni wanyonge, hatutaki kusikia kwamba hakuna wokovu bila Yesu Kristo, hatutaki kusikia ukweli huo. Hata ingawa Roho Mtakatifu amenionyesha kwamba ninataka Yesu Kristo, mimi sitaki. Anakuwa mkaidi, anakasirika, anachukua ngumi, anachukua bastola, anachukua risasi, anasema nyamazisha huyo mhubiri. Mwambie nyamaze na huyo Yesu wake. Ni mkaidi wa moyo, ni mkaidi rohoni. Hata adhihirishwe, hata uungu wa Yesu Kristo ukisimama mbele yake hataki, hata ndio anakasirika zaidi. Anasoma Luka akionyesha. Mimi namwambia basi twende kwa mahali Luka, huyo Yesu Kristo anasema yeye ni mwana wa Mungu. Hataki hiyo, anataka hiyo chapter yake. Nataka hiyo chapter 14. Shut up. Shut up. That is not an honest heart. That is a stubborn heart. That is a stubborn heart. A heart that does not want to see the truth. A heart that the truth, it resists the truth. Hata usimame na ukweli mbele yake haitaki kabisa. Isaya anafunua shida ya hawa Waisraeli. Kwa nini hawataki kumwamini Mungu? Si kwa sababu Mungu hajadhihirisha ukweli wake, ni kwa sababu hawataki kuketi wawaze. Wamepitia mambo mengi katika maisha yao, wamepitia taabu yao, na Mungu ameonyesha mkono wake kupitia hizo taabu. Lakini wao kama mbwa wanarudi kwa matapishi yao. Wale mbwa wanarudi kwa matapishi. Hivyo ndio wanafanya. Njia yenye iko sawa kwa macho yake, hiyo ndio anataka. Hata akionyeshwa venye ni mbovu, hata apewe ushauri, hata apewe evidence. Kwani unafikiri shida ya Yesu ni evidence? Kuna watu tunakaa hapa chini na hao naanza kuonyesha evidence. Akiona evidence imeanza kuenda dhidi yake, anaanza matusi, anaanza vita, anaanza kubishana, anaanza mangumi. Ala, wewe ni mtu anataka kujua ukweli kweli? Wewe ni mtu anataka tu mambo yenye anataka, ashaamua hii ndio njia. Hata umletee ukweli mbele yake hawezi kubali. Mioyo mikaidi. That is the problem. You think Jesus Christ, there is no evidence for Jesus Christ. You think there is no evidence for the Son of God. Wengine hata wanasimama wanasema hakuna Mungu, hakuna Mungu. Hawa watu wanaohubiri Mungu wamechizi. My friend, there is no evidence for God. There is no evidence for God. My friend, it is you who just has a stubborn heart. You have a stubborn heart. No matter how God proves himself to you, you will not believe. Because you do not want to believe. You want to walk in your sinful ways. You want to walk in your sinful patterns. You want to perish in your sin, and perish you shall, unless you repent and believe in the name of the Son of God. Wameweka msaada wao kwingine. Wameweka hekima yao kwingine. Hataki kuambiwa chochote, hataki kusikia lolote, hataki kupokea ushauri wowote. Mioyo mikaidi, ndugu yangu. Anakuja kubishana katika ukaidi wake. Hajakuja kubishana katika moyo ulionyenyekea. Hajakuja kubishana katika moyo ulionyenyekea ambao unatamani kujua ukweli. Ukweli hataki. Yeye anataka tu unyamaze. Yeye anataka tu kukuonyesha wewe uchui. Yeye anataka kukuonyesha kwamba wewe ni pumbavu. Hiyo ndio lengo lake. Hajakuja na lengo la kueneza ukweli. Na hivyo ndio inaonekana hata katika jinsi ambavyo anaeneza mawazo yake na dini yake na imani yake, msimamo wake. He does not care. Anataka kukuwa na mabibi 20. Hata umuonyeshe hiyo si sawa. Hapana, sijui hii,
sijui hiyo, sijui lile. Ni mioyo mikaidi, ndugu yangu. That is the problem. It is a stubborn heart. Ndio maana unashangaa wengi hata ni wasomi, wengi wasomi kabisa, lakini usomi wake ukiuona, ukisoma naye unaona huyu ni mtu mwenye akili very sharp, lakini unamletea haya, basi chambua na hiyo akili yako sharp mambo ya Yesu Kristo. Hapo ndio akili yake sharpness inaisha. Hapo ndio sharpness yake inaisha. Unamwambia haya, chambua hii na hii na hii na hii, sharpness inaisha hapo. Kwa sababu gani? Hataki kuona, hataki. Naomba wewe, si umenionyesha wewe ni kijana study sana. Hebu niangalie kihistoria basi hizo vitabu, nichambulie hizo vitabu, niambie ni kitabu gani ya kuaminika. Hata tu ukitumia tu historia tu, niambie ni gani inaaminika. Hapo ndio ustadi wake, hapo ndio utaalamu wake unafika kikomo. Akili zake nyingi hata tulikuwa tumemwogopa mwanasayansi huyu, except the things of Christ. Kwa mambo za Yesu hapo ndio inaishia. My friend, you think there is no evidence for Jesus Christ? The problem is not the evidence, my friend. Kama hawa Waisraeli vile ambavyo wanaambiwa, shida si evidence. Shida si ati Mungu hajajionyesha mbele yenu kwamba yeye ni wa kuaminika, kwamba yeye ni mwenye nguvu, kwamba yeye ni mwaminifu, kwamba yeye ni mweza yote. Shida ni hiyo mioyo yenu mikaidi. It is those stubborn hearts. Those stubborn hearts of yours. Mnafanya makubaliano lakini si kwa roho wangu. Mnatimiza mipango ambayo si yangu. Mnaenda pale mnafanya mambo yenu. Wanashuka kwenda Misri bila kutaka shauri langu. Wanaotafuta msaada wa ulinzi wa Farao, watafutao kivuli cha Misri kwa ajili ya kimbilio. Yaani hawa watu wako katika shida na wanaenda kumlilia Farao ambaye alishindwa na Mungu. Walikuwa watumwa wa Farao, hawa watu wa Israeli. Walikuwa watumwa wa Farao. Na Mungu akawaokoa kutoka mkono wa Farao bila wao hata kuinua mkono. Mungu akawaokoa. Mungu akaonyesha kwamba yeye ana nguvu zaidi dhidi ya Farao. Hata pale katika bahari ya Shamu alimeza jeshi lote la Farao likamezwa kwenye bahari pale. Na sasa hao Waisraeli wako katika shida na wanarudi kwa nani? Wanarudi kwa Farao. Ni kwa sababu Mungu atajionyesha? La hasha, ni mioyo yao mikaidi. Hawataki njia za Mungu. Njia za Mungu si furaha kwao. Njia za Mungu haziwafurahishi. Njia za Mungu zinawanyenyekeza. Njia za Mungu zinawalazimisha kutubu. Njia za Mungu zinawalazimisha kuonyesha kwamba wao ni wenye dhambi. Lazima akimbie kwa miutu mingine. Wengine wako hapa katika hiyo hali. Mungu amemwonyesha kwamba hiyo pesa unayoaminia sana haiwezi kukuokoa. Mara ngapi umeililia na haijakuja kukuokoa? Hiyo pesa haina uwezo. Haya, hataki. Anarudi pale. Amekuwa sasa mgomvi, amekuwa fisadi, amekuwa muongo, ndio abaki na hizo pesa zake. Hachungi familia kwa sababu anaweka pesa zake. Anaaminia hiyo pesa sana kiasi cha kwamba anamuasi Mungu. Hataki, anarudi kwa miungu yake yale Farao, ambayo imeonyeshwa kwamba ni batilifu, ambayo imeonyeshwa kwamba ni bure. Anaachana, anasema hapana, mimi narudi kwa pesa zangu. Mwingine anarudi kwa kabila lake, anafikiri kabila yake ndio itamuokoa. Ameikuwa katika shida mingi ambazo hata zimeanzishwa na hiyo kabila yake, na anarudi tu pale. Anasema lazima uende kwa watu wa kabila yako, hao ndio watakuokoa, hao ndio watahakikisha umepata biashara. Anarudi pale, na imeonekana waziwazi kabila yako si Mungu. Wengine wanarudi kwa manyumba zao, ardhi zao, mabiashara yao, magari yao, familia zao kubwa,
anafikiri hizo ndio zitamuokoa. Na Mungu ameonyesha mara kwa mara katika maisha yake, anajua kwa uhakika, anajua kwa udhahiri, anajua from experience kwamba hayo mambo hayawezi kumuokoa. Lakini anapopata shida anafanya nini? Anarudi pale pale. Wakaidi wa moyo, wakaidi wa moyo. Mungu amemwonyesha, si ati evidence haiko, lakini hataki kusikia kwamba Mungu anasema hayo mambo yote ambayo unaweka imani yako hapo haiwezi kukuokoa. Anayeweza kukuokoa ni mimi peke yake, Mungu Mwenyezi, Baba wa Yesu Kristo. Hiyo lazima niseme hapa Majengo, ndio watu wajue Mungu ni nani. Hiyo lazima niseme Majengo, ndio watu wajue Mungu ni nani. Mungu ni Baba ya Yesu. Wanaonyesha kwamba mioyo yao ishatulia pale, haitaki kuonyeshwa. Hata atandikwe viboko aje, anasema, lakini ulinzi wa Farao utakuwa kwa aibu yenu, kivuli cha Misri kitawaletea fedheha. Utaenda tu pale kuaibika tena times 2. Mbona wewe uaibike times 2? Ushaibika mara moja, hiyo itatosheka? Na kuna wale ambao wanaenda kuaibika hatimaye, wakishikilia hiyo mambo yao, wakishikilia ukaidi wao, wameshikilia pale pale. Amefunga yake yote, na bado anagundua kuna hatia juu ya kichwa chake. Kila mara tunapohubiri kuhusu dhambi yake, anagundua bado dhambi iko, na amefungwa mwaka mzima. Lakini anarudi wapi? Anarudi pale kwa kufunga bado. Na ashaona kwamba kufunga haisaidii kuosha dhambi, ashaona kufunga itoi hatia ya dhambi, ashaona, ashadhihirishiwa, ishakuwa wazi, ushahidi ushasimama. Lakini bado anafanya nini? Anarudi pale. Mambo yake atarudi tu pale, atarudi tu. Hata Mungu amwonyeshe, angalia, hata hiyo kufunga yako sasa imekuwa chanzo cha dhambi. Kwa sababu tazama sasa, unafunga ili uonekane na watu, unafunga ili upigiwe makofi, unafunga ili uonekane tu wewe ndio yule wa kufunga kabisa. Angalia sasa, kufunga kwako imekuwa chanzo cha kiburi chako, lakini bado unafanya nini? Unarudi pale. Wakaidi wa moyo, anajikamba, tazama mimi mwenye kufunga, tazama mimi wa kusali, mimi hakuna mtu anajua dini kama mimi. Mungu akikuja hiyo siku, matendo yangu mema yatakuwa yamefika pale, watu wakuwe kama mimi ndio mwalimu wa dini. Sasa kufunga kwake imemwongezea kiburi. Mambo yake yote ya dini yamemwongezea kiburi. Yaani mambo ambayo alikuwa anatumainia ya muokoe, sasa yamekuwa chanzo cha kuangamia kwake. Unamfunulia ukweli, lakini sasa anafanya nini? Anasema basi nifanye nini? Muamini Yesu Kristo. Hapana, hiyo sitaki. Ninaona chibu nilikuwa ninafunga siku 30, sasa nifunge 60. Nikifunga 60 zitaingiana. Anarudi pale. Naona hii kusali nilikuwa nafanya itoshi, itabidi sasa nianze kuamka saa 9 ya usiku, niongeze 2-3. Anarudi. Wakaidi. Na Mungu anakuhakikishia huyo ambaye alikuaibisha mara ya kwanza, unarudi kwake mara ya pili, atafanya nini? Atakuaibisha tena. You will be embarrassed, you will be ashamed. Ulinzi wa Farao utakuwa kwa aibu yenu, kivuli cha Misri kitawaletea fedheha. Ingawa wana maafisa katika Soani na wajumbe wamewasili katika Henesi, kila mmoja wao ataaibishwa kwa sababu ya taifa lisilowafaa kitu, ambalo haliwaletei msaada wala faida, bali aibu tu na fedheha.
anakuambia yale mambo madogo madogo kuhusu huyo Misri ambaye anakuvutia macho, ambaye anakufanya angalia huku, angalia venye sisi tunafanya hivi, angalia venye sisi tunasaidiananga sana, angalia venye sisi tunapendana. Hayo ambayo unajivunia katika hayo, ingawa wana maafisa sijui soani, wako na miji mikubwa, wako na nini, na hiyo ndio sasa fahari yao iko pale, bado mtaibika na huyo Farao, bado mtaibika, bado mtaibishwa na huyo Farao. Ndugu yangu, na kuhakikishia siku ya leo, njia ya wana wa Mungu ni kumwamini Mungu. Hivi ndio Abrahamu alifanya. Alipoitwa alimsikia Mungu, akamwamini na akamtii. Aliambiwa atoke kutoka nyumbani kwake, asafiri, hakujua anakokwenda, lakini aliamini na akasonga mbele na Mungu akaweka ahadi yake. Hiyo ndio njia ya Mungu. Ndugu yangu, nakuita umwamini Yesu. Fanya kama Abrahamu. Fanya kama Abrahamu. Njoo kajione. Njoo kajione kama Mungu ni muongo, kama amemtuma mwana wake wa pekee bure. Neno kuhusu wanyama wa Negebu. Katika nchi ya taabu na shida, ya simba za dume na jike, ya nyoka mwenye sumu kali na nyoka warukao, wajumbe huchukua utajiri wao juu ya migongo ya punda, hazina zao juu ya nundu za ngamia, kwa lile taifa lisilokuwa na faida, kuvipeleka Misri, ambaye msaada wake haufai kabisa. Ndugu yangu, Mungu anakucheka kidogo. Mungu anakumoka kidogo kwa njia ambayo anataka uone uelewe. Anakuambia angalia hawa. Angalia hawa. Watu wamechukua pesa yao yote. Watu wamechukua mali yao yote, wameiweka kwa ngamia juu, wanavuka pale kwa desert. Pale kwa desert hakuna maji. Pale kwa desert kuna masimba, kuna manyoka, kuna hatari ya kila aina. Wanabeba, wanapitia hiyo hatari yote. Ati wanaenda wapi? Wanaipeleka pale kwa mfalme wa Misri, wanaipeleka kwa Farao, wanatumainia Farao atawasaidia. Wako tayari kuingia katika hatari, kupeleka mali yao na mambo yao yote ya dhamana kwa yule ambaye hawezi kuwasaidia, hawezi kuwafaidi. They are wasting their energy, they are wasting their time. Na hivyo ndio ninawaambia wengine wengi, amechukua pesa yake yote, amechukua pesa yake yote, anatufanya mambo, anafanya matendo mema ambayo hata hayamfaidi, kwa sababu matendo hayo mema yamefanywa nje ya Yesu Kristo. Na kama yamefanywa nje ya Yesu Kristo, yanafanywa na yule ambaye anafikiria anaweza kumlipa Mungu, yanafanywa na yule ambaye anafikiria anaweza kufanya jambo limfanye asimame sawa mbele ya Mungu. Na Mungu anasema matendo kama hayo ni kama kitambara kichafu machoni mwake. Amechukua pesa yake yote, ati anasema anaongeza matendo yake mema. Ameamka asubuhi na mapema, anachukua muda wake, anasali mara 10 kwa siku, anafanya mambo ya kila aina, anachukua muda wake, anafunza watoto wake, amewapeleka kwa madarasa, ametumia pesa yake, amelipa tikiti za ndege kwenda Saudi Arabia, amelipia hoteli, amefanya hiyo yote akisema itanisaidia. Kumbe anapeleka Farao. Anapelekea Farao ambaye hawezi kumsaidia, ambaye hawezi kumfaidi. Ndugu yangu, you're wasting your time, you're wasting your resources, you're wasting your energy, you're taking all your efforts to Farao, who will not help you in any way. The only one who is going to help you is the God of Israel, is the God of Abraham, is the God of Isaac, is the God of Jacob, is the God and Father of our Lord and Savior Jesus Christ. Anayekusaidia peke yake ni Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo.
Nenda kwa nani mwingine ndugu yangu? Wacha nikuhakikishie hapa siku ya leo, na kama yale ambayo ninasema si kweli, kama hayo mambo yote unayoaminia yataenda ya kufaidi, basi hakika na nyinyi nyote ni mashahidi kwamba mimi ni false prophet. I am a false prophet. If all these things I am telling you are not true, then it is evident you are all witnesses that I am a liar. You are all witnesses that I am a false prophet. And the condemnation of a false prophet is death. Lakini kama haya mambo ninayokuambia ni kweli, basi ndugu yangu, ninakuhakikishia hao manabii wako wote, hao mitume wako wote ambao wanakufunza dhidi ya ukweli huu, they are the false prophets. Wao ndio mitume wa uongo. Wao ndio mitume wa uongo. Kama mimi ninasimama na ninasema hapa, njia pekee ya kusimama mbele ya Mungu ni kupitia Bwana wetu Yesu Kristo, na si kweli, basi nimepatikana kuwa mdanganyifu, na nimepatikana kuwa mdanganyifu kwa jina la Mungu, basi ninafaa kuuawa mbele ya Mungu na ataniadhibu. Adhabu yangu iko juu ya kichwa changu. Lakini ndugu yangu, kama nakutangazia ukweli hapa na ukose kuamini, basi si mikono yangu imeosha. Mimi nimetumwa na nimesema, sio? Mimi nimetumwa na nimekutangazia, sio? Na sijakuja mara moja, sio? Mwingine amesikia mara 10, mwingine amesikia mara 20, na kwake imekuwa ni matusi zaidi. Mimi nimekuletea habari ya Yesu Kristo. Mimi nimekuletea habari ya Mungu. Mimi sijajituma hapa. Mimi sihubiri maneno yangu hapa. Hakuna siku nimekaa chini hapa nikasoma kitabu changu. Mimi nakusomea kitabu cha Bwana Yesu Kristo. Mimi nakusomea kitabu cha Mungu, na kinakuambia asiye na mwana hana baba. Asiye na mwana hana baba. Usidanganywe na yeyote. Kama uko na sala, kama uko na kufunga, kama uko na matendo mazuri na huna mwana, hauna baba. Yesu Kristo ni mwana wa Mungu au la? Asiye na mwana hana baba. Asiye na mwana hana baba. Huo ndio ujumbe wa Biblia ninayoisoma, na ninahuzunika kwamba wengi hawana baba na wanafikiria kama kwamba wana baba, ilhali hawana baba, kwa sababu hawana mwana. Asiye na mwana hana baba. Ni katika tamaa yangu ya watu kumpata kumjua Mungu ndio ninahubiri maneno haya, sio katika roho ya chuki, sio katika roho ya chuki. Ni katika roho ya kutamani kwamba utapata kumjua Mungu na kwamba utapata kujua ukweli wake,
ambao uko katika pekee katika Yesu Kristo. Ndugu yangu, na kuhakikishia tena siku ya leo, matendo yako mazuri hayatakuokoa. Juhudi zako haziwezi kukuokoa. Maombi yako hayawezi kukuokoa. Ni kumwamini Yesu peke yake. Ni kumwamini Yesu peke yake. Usibebe mambo yako ya dhamani. Usitumie nguvu yako. Usitumie wakati wako. Usitumie juhudi zako kutumikia lile ambalo haliwezi kukufaidi. Usitumie nguvu zako, juhudi zako kufanya jambo lile ambalo haliwezi kukufaidi. Awezaye kukufaidi peke yake ni Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ndugu yangu amesema nina chuki, lakini ningependa awaze pia kwamba anapohubiri kuhusu Yesu Kristo na kukosa kumuita mwana wa Mungu na kukosa kumuita Mungu, anamnyima Mwokozi wangu hadhi yake. Unamnyima Mwokozi wangu hadhi yake. Unamnyima Mwokozi aliyenifia mimi hadhi yake. Unamtusi Mwokozi wangu, na katika kumtusi Mwokozi wangu unawanyima wengi sana kupata kumjua na wao pia kupata kuokolewa. Lengo langu si kumdharau yeyote. Lengo langu ni kwamba watu wawaze maneno haya na wapate kuona kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, na wapate kuona kwamba hakuna njia yoyote nyingine ambao watu watapata kumjua Mungu, ambao watu watapata kuokolewa, ambao watu watapata kusimama kwa mbele ya Baba bila hatia, wamesafishwa, wamekuwa safi, ila kumpokea huyu Yesu Kristo. Hakuna njia nyingine. I do not know another one. I do not know, and I know there is none other. Nishasema hapa tena na wacha niseme tena. Kama nimesimama hapa na nikahubiri uongo kwa jina la Mungu, basi mimi ni nabii wa uongo. Kama nimesimama hapa na nimechukua microphone, nimechukua public address, ili mashahidi wawe ni 1000, kwamba niliwaambia kwamba njia pekee ya kusimama mbele ya Mungu ni kumpokea mwana wa Mungu peke yake Yesu Kristo, na ipatikane kuwa ni uongo, basi na nimedanganya katika jina la Mungu. Vile ambavyo wengi hapa wanaapa kwa uongo, wanaapa katika jina la Mungu, wanasema wao nimeapa, na ni uongo tupu, na wamepatikana hata wao pia wanadanganya kwa jina la Mungu. Wengi wanaapa hapa, kuapa imejaa kwa mdomo yake, imejaa asubuhi hadi jioni kuapa kwa jina la Mungu. Kumbe anaapa uongo, anaapa uongo. Wewe mwapaji uongo, tuko na habari njema kwako wewe, kwamba Yesu Kristo ameshuka toka mbinguni, amekufa msalabani kwa ajili yako wewe. Mwamini Yesu. Mwamini Yesu. Njia ni moja ndugu yangu. Njia ni moja dada yangu. Mungu na ifunue kwa wingi. Naomba kwa jina lake. Mwenyezi Mungu wa milele, asante kwa neema yako. Asante.
Asante kwa ufunuo wako, asante kwa neno lako, asante kwa njia zako, asante kwa wokovu wako, asante kwa hii yote Mungu Baba. Nakushukuru na nakutukuza. Nakushukuru haswa Mungu Baba kwa ajili ya ambao wameweza kupata kusikia injili hii iliyohubiriwa. Nakushukuru kwa hayo yote, na naomba Mungu wangu mwenyezi kwamba wale wote ambao wamepata kusikia Mungu Baba, tumekuja hapa Mungu Baba katika udhaifu wetu. Tumekuja hapa Mungu Baba tukijua na tukitambua udhaifu wetu, kwamba miamba ya uongo, miamba ya shetani iliyojaa katika mji huu, iliyojaa katika Kenya hii, iliyojaa katika ulimwengu mzima Mungu Baba, kwamba ni mikubwa sana, na katika kuhubiri kwetu hatuwezi angusha hata moja Mungu wangu, ila wewe Mungu wangu uchukue haya maneno na uyatumie Mungu Baba kama upanga wako, uyatumie kama moto wako Mungu Baba, uitumie kama silaha yako Mungu Baba, ili kuvunja hii miamba Mungu wangu, ili kuwaleta wengi Mungu Baba into submission in front of your Son, our Lord and Savior Christ Jesus. Mungu wangu, tunatambua mioyo yetu, na Mungu Baba tunaomba kwamba utatusamehe dhambi zetu Mungu wangu, hata katika kuhubiri kwetu Mungu Baba. Mungu Baba, tunaomba kwamba uovu wowote uliofanyika ndani ya mioyo yetu katika wakati huu Mungu wangu, kwamba utatusamehe Mungu wangu. Mungu wangu, lakini tunakuomba Mungu Baba na tunakushukuru kwa wema wote ambao unanufaika, ambao unamwagika Mungu Baba kwa wengi kupitia kuhubiriwa kwa injili ya mwana wako Yesu Kristo. Kwa sababu sisi pia Mungu Baba tunakushukuru, ni kupitia kuenezwa kwa injili Mungu Baba ndio sisi tulipata kukujua, na ni neema yako kuu Mungu Baba, na tunashukuru na tunakutukuza kwa hiyo Mungu Baba. Kwa hivyo Mungu Baba, tunaomba kwamba kwa neema yako Mungu Baba, kwa rehema zako, hii kazi uliyotutuma kutufanya Mungu Baba isiwe batilifu mikononi mwako, ila Mungu Baba iwe una kusudi kuu Mungu Baba katika kutangazwa kwa neno hili, katika kutukuzwa kwa jina lako, katika kutukuzwa kwa mwana wako Yesu Kristo, katika kuonyeshwa hakika kwamba yeye ni Bwana wa mabwana, katika kuonyesha hakika kwamba yeye na yeye pekee ndiye ambaye anaweza kuokoa ulimwengu huu na kuuponya. Fanya hii kazi Mungu wangu kulingana na mapenzi yako. Tunakuhitaji na tunahitaji msaada wako. Nakushukuru Mungu wangu kwa wema wako. Naomba haya yote katika jina takatifu la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen.